Ratiba yetu hapa uwanjani ni fupi sana. Leo tumekuja kwa ajili ya kuwapokea wachezaji wetu ambao walikuwa Morocco katika mashindano ya AFCON mwaka 2025 ambayo yamekwenda mpaka 2026 na wameandika historia ya kwanza kwa nchi yetu kuingia katika hatua ya 16 bora ama hatua ya mtoano. Tuwapigie makofi mengi sana Taifa Stars. Naombeni sana kwa kifupi, hapa ni uwanjani, pana shughuli za wasafiri, tusingependa kuzitinga. Tumeongozana na Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Mheshimiwa Waziri, naomba wapungie mkono. Kabudi oye! Tumeongozana na Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam. Chalamila oye! Tumeongozana na Mheshimiwa kakangu Dr. Suleiman, karibu sana. Huyu ni rais wa ZFF, tumpigie makofi mengi sana. Lakini tunao wachezaji wa timu yetu ya taifa wakiongozwa na captain msaidizi ama kaimu captain. Tunaye ndugu Bakari Nondo Mwamnyeto, unstoppable. Wamesoma wajaisoma, walikwama wakukwama, kisiki sio kisiki, ukuta wa Yeriko sio ukuta wa Yeriko. Asante sana Bakari na wenzako wote. Lakini pia tunaye mwalimu wa timu, mwalimu wetu mahiri kabisa ambaye saizi wanamsaka kwa tochi, anaitwa Michael Gamondi. Thank you so much coach. Huyu tungemwimbia ile hakuna matata o tatata tatata tatata. Mtoto kautaka? Anaitaka mtoto kautaka? Asante sana. Sasa Mheshimiwa Waziri, hapa kwa kifupi kabisa, hatua ya kwanza tungependa captain wa timu kwanza awasalimu wachezaji. Tutakuwa na salamu fupi sana zisizozidi dakika. Ndugu zangu wana michezo, ndugu zangu waandishi wa habari, wachezaji wa timu ya taifa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nimepewa dakika 2 na mimi nataka kuzitumia kumkaribisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kabla ya Mheshimiwa Waziri. Lakini niseme jambo moja tu. Wakati tunakwenda kwenye mashindano haya ya AFCON 2025 kule Morocco, malengo yalikuwa mawili. Kwanza, ilikuwa ni mara yetu ya 4 kushiriki mashindano haya kwenye hatua hii, na tulikuwa hatujawahi kushinda hata mchezo mmoja. Lakini kubwa, mashindano yote matatu yaliyopita ambayo tulishiriki, tulikuwa hatujawahi kuvuka hatua hii ya awali. Kwa hiyo hili ndo lilikuwa lengo kubwa, lakini malengo yalikuwa mawili. Sasa lengo kubwa ambalo tulikuwa nalo ni kupita tupate kushiriki hatua ya 16 bora. Na nafasi hii tuliipata. Taifa Stars oye! Vijana wetu waliupiga, na kwa mara ya kwanza tukiwa hai tumeona kwa macho yetu vijana hawa namna ambavyo waliutendea haki bendera ya taifa hili la Tanzania na kuweza kupata nafasi ya kushiriki kwenye 16 bora. Na 16 bora zenyewe kama ingekuwa haki bin haki, saa hizi pengine tungekuwa tunaongelea robo finali. Sema ndo tukaletewa utemi, tukawekewa na mamisuli kidogo, lakini ndo mpira siku zote unakuwa na makando kando. Lakini hata hivyo ni ishara nzuri kwa vile tunakuja kuandaa AFCON mwaka 2027 na tumeona kwa timu yetu inaweza kuprogress. Kwa hiyo si tu kama waandaaji, lakini pia kama washiriki tutakuwa washindani na sio washiriki tu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwapongeza timu yetu na niwakaribishe tena nyumbani. Hamna deni na sisi, mmefanya lile tulilowatuma, mmeiwakilisha bendera yetu vilivyo, na kila mtu anajivunia nyinyi, akiwemo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na ndio maana aliweza kutoa ndege iende ikawaokote wanaye na kuwarudisha nyumbani. Taifa Stars oye! Naomba sasa nitumie fursa hii kumkaribisha Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam ili aweze kuongea na umati huu wa wanamichezo. Karibu sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Taifa Stars hoye! Taifa Stars hoye! Mheshimiwa Waziri wetu Profesa
Palamagamba Kabudi, sisi wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam tumeungana na wizara na tumeungana na nchi kwa ujumla kwa uhamasishaji mkubwa sana wa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwapongeza sana vijana wetu wote wa Taifa Stars, na naomba tuwapigie makofi mengi kwa kazi nzuri sana ambayo wameifanya. Nafikiri nyinyi nyote mliangalia michezo, lakini mmeona namna ambavyo nchi ya Tanzania imejitangaza yenyewe ndani na hata nje ya mipaka ya Afrika. Na kwa mantiki hiyo, Profesa Waziri wetu wa Sanaa, Utamaduni na Michezo, ni kuthibitishie mambo yafuatayo. La kwanza, tunafahamu kwamba mwaka 2027 yani mwakani, Tanzania au Dar es Salaam kwa ujumla tutakuwa pia ni wenyeji wa mashindano haya ya AFCON. Sisi Dar es Salaam tumejipanga kwa mambo yafuatayo. Kwanza, hivi ninapozungumza tumetuma kikosi kazi maalum pale Morocco kwenda kujifunza namna wenzetu walivyoandaa mashindano haya, wakisaidiana pia na kikosi maalum kutoka wizara inayohusika na masuala haya. Na sisi katika mkoa wetu, ndugu yangu Sixtus Mapunda, mkuu wa wilaya Temeke, amekwenda kutuwakilisha ama kuniwakilisha na mimi ili tupate maarifa ya namna kuandaa mashindano hayo. Lakini jambo la pili, mnafahamu kwamba amani katika kila jambo ndio msingi wa kila jambo. Na kwa mantiki hiyo, jambo la pili la muhimu, sisi kama wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam tunajitahidi na tutahakikisha kwamba amani inalindwa ili mashindano haya makubwa na muhimu kwa uchumi wa Afrika, uchumi wa Tanzania, yasiweze kuteteleka. Na kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Profesa Kabudi, tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais kwamba akae mkao vizuri, akiamini kwamba wapo vijana ambao watafanya kazi hii muhimu ili kuhakikisha taifa letu na mkoa wetu unasonga mbele. Na jambo la tatu, mnaona kwamba kuna miundombinu kadhaa inaendelea kutengenezwa zikiwemo barabara na mambo mengineyo. Nataka niwathibitishie kwamba tumekushajipanga na wawekezaji kutoka private sector kuendelea kujenga hoteli maalum na za nyota 5 ili wale wageni wote watakaofika na hasa mwaka 2027 wasihangaike katika masuala ya malazi, wasihangaike katika masuala mengine yoyote yanayohusiana na masuala hayo. Na barabara zote ambazo leo mnaziona, wakati fulani wageni wengi wakija huwa tunafunga. Nataka niwathibitishie mwaka 2027 hakuna barabara itakayofungwa, kwa sababu miundombinu hii mingi itakuwa imekwisha tengenezwa ili kuweza kuaccommodate ujio mkubwa sana wa wageni wanaotoka nje ya taifa letu. Na mwisho, wakazi wote wa mkoa wa Dar es Salaam, naomba tuendelee tena kuwaunga mkono Taifa Stars. Mliwahi kuona sisi wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam tulikuwa tukitoa zawadi za hapa na pale kwa wachezaji wetu. Kwa hiyo inapofikia hatua hiyo, tujitahidi kutoa zawadi ambazo pia zinaleta hamasa kwa wachezaji wetu. Mheshimiwa Rais anafanya hivyo, wizara inafanya hivyo, wadau kutoka sekta binafsi wanafanya hivyo, TFF wanafanya hivyo, na sisi pia tujiunge mkono kufanya namna hiyo, kwa sababu michezo ni uchumi, michezo ni utalii, michezo ni afya na mambo mengineyo namna hiyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Asanteni sana. Haya, sasa nataka nimkaribishe, tunakushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Nataka nimkaribishe